Unatazama Jumba TV. Habari kiganjani mwako. Mchezo leo ulikuwa na pressure kutokana na matokeo ya mkondo wa kwanza. Kweli mchezo ulikuwa ni mwanzo ulikuwa makubwa sana kwa sababu ukiangalia mchezo wa kwanza tulipoteza hapa tukiwa nyumbani kwao ambao tulikuwa sisi wenyeji kwenye uwanja wao, lakini leo hii tukoje sisi wageni kwenye uwanja wao. Ukiangalia kwa mimi kama shabiki nikiwa nikiangalia mwenendo hata tiketi mtandaoni ilikuwa ni ngumu sana kuzipata tiketi za mchezo wa leo kwa sababu walikuwa wana plani yao kwamba mashabiki wa Yanga Afrika waje wachache sana kwenye mchezo wa leo, lakini mwisho wa siku wakaja kuziweka tiketi jioni sana jana na mashabiki wa Yanga Afrika wametika, wamejaza uwanja. Kwa hiyo pressure ilikuwa ni kubwa sana, wao walikuwa wanategemea kwamba mashabiki ndio wachezaji namba 12 na tumezilisha hicho, tumeshangilia muda wote dakika 90 na wachezaji wetu tulikuwa padeni, matokeo yake wakapata ushindi wa mchezo wa leo. Mchezo ulikuwa mgumu, tumeheshimu wapinzani wetu na wao wametuheshimu kwetu, tunawaheshimu pia, lakini tunasema bora wa timu ndio umeamua matokeo. Unafikiri Azam FC ni timu nyepesi kwa Yanga? Kwenye ligi yetu mimi sioni mpinzani kwa sasa. Kwenye ligi yetu hamna mpinzani kwa sasa kwa sababu hakuna timu yoyote ambayo naweza nikaihofia, na ndio maana umeona katikati kwenye ligi yetu kuna baadhi ya timu mpaka zinakimbia sitaki kuja kucheza na sisi. Kwa hiyo haya yote mimi ni bora zaidi ya timu zote kwenye ligi yetu. Sasa wanataka kucheza, je, ndio wanataka? Wachapisha t-shirt mnasema hawamchezi. Hashtag hatuchezi, lakini tunataka kama wakitaka tucheze kuna mtu awajibike. Akiwajibika hakuna shida. Tunabwaga. Ufupi mnataka viongozi wa bodi ya ligi wang'atuke. Ambaye amesababisha haya mimi si nani. Kama atakuwa ni Yanga, atakuwa ni Simba, atakuwa ni bodi ya ligi au TFF, akiwajibika tunabwaga hata kesho. Mnyama amekwenda hatua ya nusu finali kombe la shirikisho. Naam. Una lipi la kuambia? Wameenda hatua ya nusu finali. Hakuna jipya kwa sababu sisi tumecheza finali kabisa na tuna medali. Kwa hiyo wao wamekwenda hatua ya nusu finali, tunategemea kwamba kama watafanya vizuri Mwenyezi Mungu akiwajalia, akiwapa kile wanachostahili, watuetee basi watuzidi, lakini kama wataenda nusu finali tu, yani ni safari ya mwenda wazimu, waenda umbali mrefu au na makopo. Sisi tumeenda nusu finali, tumerudi na medali chini, ndio maana umeona Mama Samia akatupongeza. Mmoja ya kiongozi wao alisema kwamba wao hawashindani na yeyote, lakini wanaamini kwamba msimu huu wanaleta kombe katika ardhi ya Tanzania. Hiyo ni maanisha nyie mlikwenda mkarudi na medali tupu pasi na kombe. Sisi ni mabingwa. Unajua ngoja nikwambie, finali ukishacheza finali tayari wewe ni mshindi. Kwa hiyo inachotokea Mwenyezi Mungu anatoa tu tunzo, lakini finali wewe tayari ni bingwa, ndio maana umeshinda huko kote ulikotoka. Alafu niwaambie tu hilo kombe ni watu ambao tayari waliofeli, tunalijua, na ndio maana timu zinazoshiriki katika ulikuwa miongoni mwa waliofeli. Ndio maana tumeshatoka huko. Yaani sisi sasa hivi hatuwazi tena shirikisho. Kombe lote la Afrika ni klabu bingwa Afrika peke yake. Kwa hiyo kama wao wameenda kwenye kombe la shirikisho kwa kipindi hichi, ni watu waliofeli, watu walioshindwa. Kwa hiyo sisi tuambie tu kikweli sasa hivi ipangeni, mtekeleze, mtufikie hata sisi tulikofika, lakini sio maneno tu kusema kwamba mnajilizaliza. Timu ndogo ndio sasa zinajiliza. Mbona msemaji analia jukwani, timu zingine zinalia. Mbona Golipoa ambayo iko nafasi ya 4 katika vilabu bora Afrika? Simba iko nafasi ya 4 katika vilabu bora Afrika. Kwa upande gani? Iko nafasi ya 11. Nikwambie kitu kimoja. Ukicheza hasa huyo ambaye yupo nafasi ya 4 anatuweza sisi. Uone mpira ulivyo sasa. Huyo leo tukibwaga naye hapa anaweza? Umeona ndivyo mpira ulivyo? Kwa hiyo zile linki za FIFA au za CAF wana vipengele vyao wenyewe wanavipitia. Lakini uwezo wa mmoja kubwaga, yule mwenyewe tumwambia sasa hivi hawezi kukubali. Wanasubiri tarehe ipangwe, ndio mnakataa. Tarehe ipangwe wapi? Kipengele mnachonyea. Kipengele wanachowao walikimbia. Ile tarehe 8 si dabi ishachezwa hayo. Walichobakia wenyewe ndio hivi. Nikuuliza kitu moja hapo mwandishi. Dabi ipangwe tarehe 8. Ambao mchezo ulipangwa tarehe 8, muda fulani uchezwe. Tubwage pale Taifa. Nini kilipelekea wasilete timu yao? Mliwazuia kuingia uwanjani kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Kwa hiyo sisi tungezuia kufanya mazoezi hapa tusingecheza. Kama unakumbuka vizuri juzi timu ya taifa ilikuwa wapi? Ilikuwa Morocco. Haijafanya mazoezi kwenye uwanja wa mchezo wa kesho ambao watakiwa kucheza na Morocco. Walihususia. Lakini waliambiwa bwana, huu uwanja ulichezewa mechi siku 3 zilizopita ulichezewa mechi. Kwa hiyo ukichezwa na leo mazoezi hatutacheza mechi kesho. Kwa hiyo tafanya sehemu ya kucheza. Lakini TFF hao walichukua timu yetu ya taifa ikafanya training sehemu na kesho ikacheza mechi na tulikufa na wakalizika na hamna alolaumiwa.
Sasa leo kwa nini hawa iwe tofauti? Ubingwa hauna kipengele. Ubingwa tayari umeisha. Yaani ubingwa swala la muda. TFF wenyewe kiwapendeza ili wasipoteze muda. Kuendesha mechi kama hizi sasa hivi ni gharama kubwa sana. Kwa kama itawapendeza TFF wanaweza kaamua bwana, kutokana na pointi zinazo Yanga, kutokana na ubora wanao Yanga, wapo ubingwa tuendelee vizuri, tujipange msimu ujao. Unatazama Chumba TV. Habari kiganjani mwako.